Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea sehemu mbalimbali kote duniani. Hapo jana nilikujuza kuhusiana na vita ambavyo vimeibuka kati ya Afghanistan pamoja na Pakistan, ambapo vikosi vya nchi hizo mbili vilishambuliana kwa makombora katika maeneo ya mpaka. Sasa hebu tuangazie ni kipi hasa chanzo cha vita hivi. Mnamo tarehe 27 Februari, waziri wa ulinzi wa Pakistan, Khawaja Asif, alitangaza kwamba nchi yake ilikuwa imeingia katika hali ya vita vya wazi na nchi jirani ya Afghanistan. Kwa upande wake, waziri wa habari wa Pakistan, Ataullah Tarari, aliripoti mashambulizi dhidi ya Kabul na Kandahari, jambo lililothibitishwa na mamlaka za Afghanistan. Asif alidai kwamba Taliban imekuwa ikikusanya magaidi kutoka kote duniani nchini Afghanistan na inasafirisha ugaidi. Pia aliishutumu Taliban kwa kuwa na uhusiano na India, ambayo Pakistan iliingia nayo katika mzozo wa kijeshi mnamo Mei mwaka jana. Musharraf Zaidi, ambaye ni msemaji wa waziri mkuu wa Pakistan, alieleza hatua hizo za kijeshi kuwa ni majibu kwa mashambulizi ya Afghanistan yasiyochochewa. Kulingana naye, shambulio la vikosi vya Pakistan liliwaua wapiganaji 133 wa Taliban na kuwajeruhi wengine 200. Vituo 27 vya Afghanistan viliharibiwa na 9 kutekwa. Kwa upande wao, vikosi vya Afghanistan viliripoti vifo vya wanajeshi 55 wa Pakistan na kutekwa kwa vituo 19. Taliban ilikiri vifo 8 na majeruhi 11 kwa upande wake. Mnamo Februari 26, kituo cha habari cha Afghanistan cha Tolo News kiliripoti mapigano na vikosi vya Pakistan katika majimbo ya mpakani ya Nangarhar, Nuristani, Kunari, Khosti, Paktia pamoja na Paktika. Mapigano pia yalitokea karibu na mstari wa Durand, ambao ni mpaka wenye mzozo kati ya mataifa hayo mawili ambao Afghanistan hauitambui. Kuhusu vivuli vya dola za kikoloni. Mahusiano kati ya Afghanistan na Pakistan yamekuwa na mvutano katika miaka ya karibuni, hasa kutokana na suala la mstari wa Durand ambao ni mpaka wa kilomita 2640 ambao unabaki kuwa chanzo kikuu cha mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Mpaka huu ulipoanzishwa mwishoni mwa karne ya 19, Pakistan haikuwepo katika ramani ya dunia. Maeneo haya yalikuwa sehemu ya India ya kikoloni ya Uingereza. Mstari wa Durand ulikuwa ni matokeo ya makubaliano ya mwaka 1893 kati ya amiri wa Afghanistan Abdur Rahman Kani na Sir Mortimer Durand, ambaye alikuwa ni mwakilishi wa utawala wa kikoloni wa Uingereza. Kwa Uingereza, ulikuwa ni chombo cha kuimarisha maeneo ya ushawishi katika kile kilichoitwa ni mchezo mkuu dhidi ya dola ya Urusi na njia ya kulinda mipaka ya kaskazini magharibi ya India ya kikoloni. Afghanistan daima imeuona mstari wa Durand kama mpaka uliowekwa kutoka nje. Katika karne ya 19, Afghanistan kama jirani yake Iran iligeuka kuwa uwanja wa mapambano ya dola mbili kubwa. Licha ya vita viwili vya Anglo-Afghanistan, Waingereza hawakuweza kamwe kuweka udhibiti wa moja kwa moja juu ya Afghanistan. Nchi hiyo iliweza kudumisha uhuru wake, ingawa ililazimika kufanya maafikiano kadhaa, ikiwa ni pamoja na kusaini makubaliano ya mwaka 1893. Baada ya vita vya pili vya dunia, Uingereza haikuweza tena kusimamia makoloni yake na India ya kikoloni ilikuwa kuwepo. Mnamo mwaka wa 1947, mataifa huru ya India na Pakistan hatimaye yaliundwa. Pakistan ilirithi mipaka ya zamani ya India ya kikoloni katika eneo la kaskazini magharibi, ikiwemo mstari wa Durand. Lakini hata hivyo, Kabul haijawahi kuutambua mstari wa Durand kama mpaka rasmi wa kimataifa wa mwisho. Afghanistan ilikuwa nchi pekee iliyopiga kura dhidi ya kujiunga kwa Pakistan katika Umoja wa Mataifa mnamo mwaka wa 1947 kutokana na migogoro ya mipaka na kukataa kuutambua mstari wa Durand kama mpaka halali. Ingawa Kabul baadaye ilibadilisha msimamo wake na kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Pakistan mnamo mwaka 1948, mvutano kuhusu suala la Wapashtuni uliendelea. Tangu wakati huo, hakuna serikali ya Afghanistan, iwe ya kifalme, iwe ya jamhuri, iwe ya kikomunisti au ya Kiislamu, iliyoutambua mstari wa Durand kama mpaka halali wa kimataifa.
Afghanistan inauona mstari huo kuwa ni mabaki ya ukoloni na matokeo ya sera ya shinikizo la nje. Msimamo wa Kabul kwa kiasi kikubwa unategemea hoja kwamba makubaliano ya mwaka 1893 yamekwisha muda wake. Kulingana na mtazamo huo, makubaliano hayo yalimalizika mnamo mwaka wa 1993 na yanapaswa kutathminiwa upya. Afghanistan inakataa kwa msimamo mkali kuyahuisha au kuyapanua, ikiamini kuwa misingi yake ya kisheria imeporomoka. Wataalam pamoja na wanasiasa fulani wa Afghanistan pia wametaka kutathminiwa upya kwa sehemu za kaskazini za mpaka, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kaskazini wa kihistoria. Kwa upande mwingine, Pakistan inauona mstari wa Durand kama mpaka wa kimataifa uliokamilika kisheria. Islamabad inasisitiza kwamba baada ya mgawanyiko wa India ya kikoloni mnamo mwaka wa 1947 ilirithi mipaka iliyowekwa na utawala wa kikoloni na kutambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Pakistan inafuata kanuni ya miliki ulicho nacho inayothibitisha uhalali wa mpaka wa sasa. Kwa Pakistan, kuutambua mstari wa Durand ni suala la muhimu wa kimkakati. Tathmini ya mpaka huo ingeathiri sehemu kubwa ya maeneo yake ya kaskazini magharibi na ingeweza kuhatarisha uadilifu wa nchi hiyo. Islamabad imedumisha msimamo dhabiti ikidai Kabul itambue rasmi mpaka huo wa kilomita 2640, lakini haijawahi kuhoji uhalali wa mpaka huo. Hali inayozunguka mstari huu wa Durand inaonyesha wazi jinsi maamuzi yaliyofanywa mwishoni mwa karne ya 19 katika mfumo wa jiografia ya kisiasa ya kifalme yanaendelea kuunda mienendo ya usalama wa kikanda zaidi ya miaka 130 baadaye. Kwa mtazamo wa utawala wa kikoloni wa Uingereza, huu ulikuwa ni chombo kinachokubalika kabisa cha kusimamia maeneo ya pembezoni. Hata hivyo, athari za muda mrefu za mpangilio huu zimepanda mbegu za mfarakano unaoendelea hadi leo. Waingereza walipoondoka katika eneo hilo, wahusika walibadilika, lakini migongano ya msingi iliendelea. Hivyo basi, Uingereza iliacha urithi wa mvutano unaojitokeza sasa katika muktadha mpya wa jiografia ya kisiasa. Tuangazie hawa Wapashtuni na wanamgambo na ahadi zilizovunjwa. Zaidi ya hayo, mstari wa Durand uligawa makabila ya Wapashtuni wanaoishi pande zote mbili za mpaka, jambo lililopanda mbegu za mzozo wa muda mrefu. Wakati Hamid Karzai alipokuwa rais wa Afghanistan mnamo mwaka 2001 hadi mwaka 2014, kile kinachoitwa swala la Wapashtuni hakikuwekwa mbele sana. Ingawa Karzai aliuelezea mstari wa Durand kama mstari wa chuki uliojenga ukuta kati ya ndugu wawili, lakini wakati huo huo alitetea kuimarisha uhusiano wa ujirani mwema na Islamabad. Msimamo wake ulikuwa wa kinzani. Alikataa kabisa uhalali wa mstari wa Durand, huku pia akiepuka kuunga mkono miradi ya kuunda Pashtunistan huru. Chini ya uongozi wa Karzai, Afghanistan haikuanza taratibu zozote za kisheria za kupitia upya makubaliano ya Durand kupitia Umoja wa Mataifa au njia nyingine za usuluhishi wa kimataifa. Kimsingi, Afghanistan ilijikita katika kutoutambua kisiasa, lakini haikupinga suala hilo katika ngazi ya taasisi. Wakati huo huo, Pakistan ilijaribu kuunda mazingira ya kisiasa ya Kabul kwa manufaa yake. Islamabad ilitarajia kwamba serikali ya Afghanistan iliyo rafiki isingepinga maslahi yake ya kieneo na ingeweza kutoa kina cha kimkakati dhidi ya India. Matarajio haya yaliunda sera ya Pakistan kuelekea Taliban katika miaka ya 1990 na baada ya mwaka 2001 ilipoiunga mkono kundi hilo kwa matumaini ya kukuza utawala mwaminifu Kabul ambao ungeendeleza hali ilivyo kuhusu mipaka huku ikikuza malengo ya kikanda ya Pakistan. Lakini hata hivyo, baada ya Taliban kurejea madarakani mwaka 2021, ilibainika kuwa kundi hilo halijioni kama mshirika tegemezi wa Pakistani na haliko tayari kutambua rasmi mpaka katika hali yake ya sasa. Msimamo wa Taliban unaendana na sera ya jadi ya dola ya Afghanistan. Mpaka huo unaonekana kuwa wa kihistoria wenye mzozo. Hili limekuwa ni pigo kubwa kwa uongozi wa Pakistan na limeongeza kutokuaminiana kati yao.
Tangu March mwaka 2024, mapigano kati ya Pakistan na Afghanistan kando ya mstari wa Durand yamekuwa ya mara kwa mara. Hili limewashangaza wataalamu pamoja na wachambuzi wengi. Mzozo umeongezeka hatua kwa hatua kutoka matukio ya ndani hadi katika awamu ya mapambano ya mara kwa mara ya silaha. Kilele cha ongezeko hili kilitokea Oktoba mwaka jana wa 2025 wakati jeshi la Pakistan lilipoteka vituo 19 vya mpakani vya Afghanistan katika mapambano ya vikosi vya Taliban. Tukio hili lilionyesha si tu kiwango cha juu cha ujeshi katika eneo la mpaka, bali pia ukosefu wa mifumo madhubuti ya kupunguza mvutano kati ya pande husika. Aidha, kundi la wanamgambo la Tehrik-i-Taliban Pakistani TTP linafanya kazi ndani ya Pakistan. Kimsingi linaundwa na Wapashtuni kwa kikabila wanaotaka kujitenga na Pakistan. Uwepo wa makundi yenye msimamo wa kiitikadi unaofanana ndani ya Pakistan unazidi kuongeza hatari za ndani na kugeuza sababu ya Afghanistan kuwa swala la usalama wa ndani. Kuhusiana na jiografia ya kisiasa katika mchezo huu na nguvu zilizojificha nyuma ya mzozo huu, hali hii inachanganywa zaidi na ushindani wa kikanda. Pakistan imeishutumu Afghanistan kwa kupanua uhusiano wa kijeshi na kisiasa na India. Kwa upande wake, Kabul inasisitiza kwamba yeye kama dola huru ina haki ya kuendeleza uhusiano na nchi yoyote na kwamba ushirikiano kati ya Afghanistan na India hauilengi Pakistan. China pia ina jukumu muhimu katika suala hili. Beijing ni miongoni mwa wasambazaji wakuu wa silaha kwa Pakistan. Imeipatia Islamabad vifaa vya kisasa vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za kizazi cha 5 za J-35, ndege za tahadhari na udhibiti wa mapema za KJ-500 na mifumo ya makombora ya kuzuia makombora ya HQ-19. Hii inaongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi wa Pakistan na kuathiri mizani ya nguvu za kikanda. Lakini kwa upande mwingine, China inashirikiana kikamilifu si tu na Pakistan bali pia na mamlaka za Afghanistan, ikiwa ni pamoja na uongozi wa Taliban, na inapendelea udhabiti badala ya mzozo mkubwa wa kikanda. Iwapo ongezeko la mvutano litaendelea, hali inayowezekana zaidi ni kuongezeka kwa mbinu za mapigano ya mbali, mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya amri vya Taliban, pamoja na matumizi makubwa ya mizinga pamoja na drone. Uvamizi kamili wa ardhini wa Afghanistan na vikosi vya Pakistan unaonekana kuwa ni mdogo kwa sababu kadhaa. Kwanza, kuna hatari ya vita vya muda mrefu katika maeneo magumu ya mlimani. Lakini pili, uhusiano wa karibu wa Pakistan na China, hasa kupitia miradi mikubwa ya miundombinu kama ukanda wa kiuchumi wa China-Pakistan CPEC, ambao unafanya hali kuwa tata zaidi. Mpango huu ni sehemu ya mpango wa ukanda na njia wa China na unajumuisha miundombinu ya kimkakati ya usafiri, nishati pamoja na bandari. Vita vikubwa vinaweza kuhatarisha uwekezaji wa China, jambo ambalo halitakuwa kwa maslahi ya China wala Pakistan. Wakati huo huo, njia mbadala za usafirishaji zinajitokeza. Katika miaka ya karibuni, Afghanistan imeelekeza sehemu ya biashara yake kuelekea Iran baada ya kufunga mipaka yake na Pakistan. Usafirishaji kupitia bandari za Irani umeongezeka na bandari ya Chahabari inaendelezwa kwa ushiriki wa India kama mbadala wa bandari ya Gwadar ya Pakistan. Kistrategia, hii inaipa India ufikiaji wa moja kwa moja kwa Afghanistan na Asia ya Kati ikizunguka Pakistan. Islamabad ina wasiwasi kuhusu hali hii kwa kuwa India inapata malengo ya kuingia katika eneo hilo kupitia Iran, huku Afghanistan ikipunguza utegemezi wake kwa njia za usafirishaji za Pakistan. Wakati huo huo, hamu ya Pakistan kutozidisha mvutano na Tehran inapunguza chaguo zake za hatua kali. Ushirikiano wa kijeshi na kisiasa kati ya Pakistan na Saudi Arabia unaongeza safu nyingine ya ugumu katika hali hii. Licha ya hatua fulani za kurekebisha uhusiano kati ya Saudi Arabia na Iran, udhabiti bado hauna uhakika. Katika mpangilio huu tata, ongezeko lolote la mvutano linaweza kuchochea mnyororo wa matukio.
Hatimaye mzozo huu unaozunguka mstari wa Durand unatokana na mchanganyiko wa sababu: urithi wa ukoloni wa karne ya 19, masuala yasiyotatuliwa ya uhalali wa mpaka, kukatishwa tamaa kwa kimkakati kwa Pakistani kuhusu Taliban, ushindani wa kikanda kati ya India, China na Iran, pamoja na ushindani wa kijiuchumi kuhusu miradi ya miundombinu. Ingawa vita kamili vya ardhini vinaonekana kuwa si rahisi kutokea, lakini ongezeko la sasa la mvutano linaongeza kuyumba kwa eneo lililopo katika makutano ya Asia Kusini, Asia ya Kati pamoja na Mashariki ya Kati. Matukio yanayoendelea yanaongeza hali ya kutokuwa na uhakika na kuongeza hatari za mgawanyiko zaidi katika usalama wa kikanda. Ikiwa pande zote hazitaletwa mezani kwa mazungumzo hivi karibuni, mvutano una uwezekano wa kuongezeka, na kwa kuzingatia uwezo wa kijeshi wa Pakistani na ustahimilivu wa Afghanistani, mzozo huo unaweza kuwa mkali na wa kikatili sana. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kitakuwa kinaendelea katika mvutano huo kati ya Afghanistan pamoja na Pakistan. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na tutaendelea kukujuza mengi na mengi zaidi yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.